Hello wadau wetu wa KingoFarm, karibuni sana. Sasa huu ni msimu wa baridi. Maeneo mengi sana kuna baridi. Japokuwa baridi ile imetofautiana. Maeneo mengine baridi ni kali sana, lakini maeneo mengine baridi angalau sio kali sana. Sasa kwa msimu huu sisi wafugaji changamoto kubwa huwa inakuwa kwenye production. Yani kama ni kuku wa nyama au ni kuku wa mayai, production huwa inakuja kwa kuchelewa au inakuwa yani haipo vizuri kabisa. Kwa mfano, kama ni kuku wa nyama walikuwa wanaenda vizuri, unakuta kwa msimu huu wa baridi kidogo wanaenda taratibu, hawakui haraka. Lakini vile vile kama ni kuku wa mayai, unakuta wamepunguza utagaji. Sasa KingoFarm tuna suluhisho. Tumefuga kwa muda mrefu, kwa hiyo tumejua vitu gani ambavyo tunatakiwa kufanya kwa msimu huu wa baridi ili wale kuku waweze kupata joto, kwa sababu kitu ambacho kinarudisha nyuma hii production ni baridi. Inawapatia stress, wanakuwa stressed muda mwingi sana kwa sababu ya baridi. Kwa hiyo hata uzalishaji unapungua, unakuta hawatagi vizuri, hawanenepi haraka, ni kwa sababu ya ile stress ambayo wanaipata kutoka kwenye baridi. Sasa hapa inategemea. Tukianza kwa vifaranga. Kwa vifaranga kwa msimu huu wa baridi unaweza kuwawekea joto mpaka mwezi mzima. Wakati kipindi kingine kile huwa tunawawekea wiki 2. Yaani vifaranga wako kwa maeneo tuseme Njombe, Arusha, sijui Kilimanjaro huko, tunaweka kwa muda wa mwezi mzima wawekee joto, kwa sababu baridi huko ni kali sana. Lakini kwa haya maeneo mengine ambayo maeneo mengine ambayo baridi lake sio kali sana, lile la kutengeneza barafu, wawekee joto kwa muda wa wiki 3. Hii itawasaidia sana kwa sababu bado watakuwa wanasikia baridi. Ila kwa msimu huu ukisema uweke joto kwa wiki 2, production lazima ipungue. Ukija kwa hawa kuku ambao tayari ni wakubwa. Kwa hawa kuku ambao tayari ni wakubwa, unatakiwa wewe uwape vyakula ambao vitawaongezea joto, lakini pia kwenye maji yao uweke vitu ambavyo vinachochea joto, yani vitawafanya miili yao iweze kustimulate, iweze kufeel joto. Sasa kwa upande wa chakula, kama huwa unatengeneza wewe mwenyewe, basi hakikisha hauachi kuweka mashudu, kwa sababu mashudu yanaongeza mafuta, na kazi ya mafuta ni kuupa mwili joto. Yana kazi nyingi, lakini kazi mojawapo ya mashudu pia inasaidia sana kuku wako waweze kupata joto. Kwa hiyo ukitengeneza chakula chako hakikisha lazima umeweka na mashudu, lakini mashudu haya yasizidi. Mashudu yakizidi huwa yanakuwa yana impact kubwa sana kwa kuku. Kwa mfano, kuku ambaye unamfuga kwa ajili ya nyama, anaweza kuwa broiler, anaweza kuwa chotara. Ukiweka chakula chake mashudu mengi, huyu kuku huwa ana overgrow, vile viungo vya ndani vinakuwa vikubwa zaidi. Kwa hiyo unamkuta anapata shida sana kwenye upumuaji, anakuwa anapumua kwa shida, mwisho wa siku utakuta amekufa ghafla. Wengi pia ile tatizo huwa linawakuta, unakuta anakuambia kuku wake amekufa ghafla, wengine hawaoneshi dalili za kuumwa, wala huyo kuku hajawahi kuonesha dalili yoyote ya kuumwa, ila anamkuta tu bandani ameingia bandani, anakuta kuku amekufa. Haelewi alikuwa na ugonjwa gani. Kwa hiyo mara nyingi pia hapa huwa inakuwa chakula ambacho unawapa kama mashudu yamezidi, alafu lile banda lako pia hewa sio ya kutosha, basi hivi vifo vya ghafla hautaviepuka. Kuku anavyozidi kukua na mahitaji ya hewa yanaongezeka. Kwa hiyo kama utakuwa umempa mashudu mengi na hivi viungo vya ndani au vile vitu vya ndani vikawa vime overgrow, atashindwa kupumua vizuri, atakufa ghafla. Ukija kwa kuku wa mayai, kuku yoyote ambaye anataga, ukampa ya mashudu mengi pia, huyu kuku kitu cha kwanza atakuwa hatagi. Yani atakuwa hatagi kabisa, anashindwa kabisa kutengeneza mayai. Anabaki tu kujazia yale mafuta lakini hatagi. Lakini pia hata ile la kufa ghafla, hata kwa kuku wale tetea. Sasa huwa wanapata sana hii changamoto. Unakuta umeingia bandani saso wako mkubwa kabisa ambaye alikuwa anataga amekufa ghafla, hana dalili yoyote ya kuumwa. Ni chakula pia ambacho unampa, ujue kuna vitu ambavyo vinaongeza mafuta vimezidi. Na vitu ambavyo vinaongeza mafuta mara nyingi kuna dagaa pia zinaongeza sana protini, lakini pia huwa zinakuwa zina asili ya mafuta. Lakini pia kitu kingine kuna soya. Hii soya ya mafuta ambayo tunaitumia kutengenezea chakula pia na hiyo inaongeza mafuta, lakini mashudu ndio yanaongeza kwa kiwango kikubwa sana mafuta. Kwa hiyo hapa kwenye formula ya chakula ni muhimu sana. Yaani jitahidi unapowapa chakula, hata kama wanahitaji vitu vyenye mafuta, basi viwe katika level ambayo inahitajika. Kama hujui, nunua vitabu vyetu. Vitabu vyetu ni 10,000 tu. Ukilipia unatumiwa soft copy kwa njia ya WhatsApp. Inategemea unafuga kuku aina gani, tutakushauri uchukue vitabu gani. Sisi tuna vitabu 5. Kila kitabu kina maelekezo yake tofauti kutegemea na aina ya kuku, lakini kile kimoja ni cha tiba za asili. Tiba za asili zinatumika kwa kuku aina zote. Kuku yoyote yule ukitumia tiba za asili unapata matokeo mazuri, anapona. Na kama ni booster za asili pia kuku wote wale wanatumia na matokeo ni mazuri sana kuliko hata ukatumia booster ya dukani. Lakini sasa pia kama utakuwa unahitaji hivi vitabu, unaweza ukachukua namba kwenye video ukatupigia tukakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. Vile vile sisi tuna kundi la WhatsApp ambalo utaweza kuuliza maswali yako, ukihitaji ushauri utapewa, lakini vile vile huwa tunatoa darasa la uleaji wa vifaranga kuanzia day 1 mpaka wanakuwa wakubwa. Ada yake ni 8,000 tu kwa muda wa miezi 2.
Bila kusahau KingoFarm tunauza incubator nzuri za kisasa full automatic, zimetengenezwa kwa material ngumu, ni tofauti kabisa na zile za Mchina. Incubator zetu zinafanya kazi kwa zaidi ya 99%. Ziko vizuri sana sana sana. Na uzuri wake ukinunua kwetu sisi KingoFarm incubator, tunakuelekeza kuanzia pale utakapoweka mayai mpaka siku unapata vifaranga. Yaani ile since day one. Tunakwambia weka mayai, tutakwambia weke kwa namna gani, tutakwambia ufanye nini mpaka siku ya 21 utakapopata vifaranga. Tutakuwa na wewe kwenye kila changamoto itakayojitokeza na tutakupa maelekezo yote yaliyojitosheleza. Kama unahitaji hizi incubator pia unaweza ukatupigia, tunasafirisha mikoa yoyote ile ndani ya Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam, hata nje ya nchi ukihitaji tunakusafirishia kwa uaminifu mkubwa sana. Sasa tukiacha hicho kipengele cha chakula ambacho unatakiwa uwape kuku wako msimu huu wa baridi, tuje kwenye sehemu ya maji. Hapa kwenye maji sasa kuna mambo mawili. Kuna maeneo mengine jamani, mimi nilishawahi kuishi Makete. Makete kuna baridi kali, yani kuna baridi kali sana. Kiasi kwamba ukiamka asubuhi ukachukua maji yale maji haya ukamwekea kuku. Mara nyingi asubuhi si ndio tunaanza kuwahudumia kuku, tunawekea maji, ukawawekea kuku. Yani wale kuku automatically tu watapata stress kwa sababu hali ya hewa ni baridi na yale maji mara nyingi huwa yanakuwa ya baridi sana. Tena kama uliacha tu nje kwenye ndoo, unaweza kukuta yametengeneza mpaka lile barafu. Kwa hiyo yale maji hauwezi kuwapa kuku. Yaani hata wewe mwenyewe binadamu yale maji hauwezi kuyanywa kwa maeneo yenye baridi kali kama lile. Maeneo mengine maji hayana baridi hilo kali, lakini nasema kwa experience ambayo nilishawahi kuishi Makete, niliweza kuona hicho kitu. Maji ni ya baridi sana. Yaani maji ni ya baridi sana. Kwa hiyo kwa maji kama yale ukiwapa kuku uzalishaji lazima upungue. Yaani kuku wako hautaona wakitaga wala kunenepa, hawatakuwa wananenepa. Kitu ambacho unatakiwa kufanya ni kuchukua yale maji na kuyapasha moto yawe ya uvuguvugu. Yakisha kuwa ya uvuguvugu, hapa sasa unaenda kuongeza kitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Hata kama huna kitunguu saumu sio lazima sana, ila tangawizi na pilipili ni muhimu. Kwa haya maji utaenda tu kuyaongezea tangawizi pamoja na pilipili, alafu utawapa kuku wako. Ukiwapa hiyo, wakinywa yale maji, wewe mwenyewe utaona baada ya pale wanajitikisa. Yaani wanaonekana kabisa kama wamechangamka. Lakini kama pia hauna hiyo kitunguu saumu, hauna hiyo tangawizi na pilipili, unaweza kutumia limau. Ukachukua tu ile limau ukao unayakamulia yale maji. Wakinywa tu yale maji ambayo yana limau, pia utaona wameanza kuchangamka. Ile ya kusema wakae kwenye kona, wajifunike yale mabawa yao, yani wawe kama vile kuku ambao wamepigwa na baridi, hautaiona. Kama utakuwa unawapa haya maji ya uvuguvugu ambayo unaweka na ndimu kidogo au limau kidogo, hapa unachukua tu ule mchuzi wake ndio unauweka kidogo, huo mchuzi wa limau au wa ndimu. Lakini pia kama hauna limau au ndimu, tumia tu pilipili pamoja na tangawizi, saga, weka kwenye maji yao ya kunywa. Ukifanya hivyo, utaona kuku wako wakiendelea vizuri kabisa, wanaendelea kuwa na afya bora, wanaendelea kuchangamka. Lakini pia kwa mikoa ambayo ina baridi kiasi, yani haina baridi kali sana, basi yale maji yao asubuhi usiache nje. Kama utaacha nje basi yafunike ili asiingie baridi. Baada ya hapo utakuwa unawawekea tu hivyo kama ni pilipili na tangawizi au ni limau, unawawekea kwenye maji yao, wanakunywa, wanaendelea vizuri kabisa. Kama utakuwa unahitaji huduma zetu, kundi la mafunzo ni 8,000, vitabu vipo 5, kila kitabu ni shilingi 10,000. Pia tuna kile kitabu maalum cha kutengeneza incubator ambacho kina mafunzo yote ya kutengeneza incubator, nacho ni 10,000 tu, ila incubator ya boxi. Lakini pia kama unahitaji incubator ambazo ni full automatic tunazo, ukitupigia unaweza kupata huduma hizo.